Uliza hivi kwa sababu baadhi ya hoja za watu ni kwamba wote mliopo kwenye kundi la G55 ni mliokuwa ukisapoti upande mmoja wa wagombea. Sio kweli. Sio kweli. Nenda kaangalie kwenye ule waraka watu waliosaini. Sasa nenda kaukague vizuri. Wamesaini zaidi ya watu 40. Sasa sio wote ambao walikuwa ni timu ya Freeman ambao mnasema, na kwa bahati mbaya sisi tulishaua hiyo timu ya Freeman. Sasa Freeman amestaafu, amepumzika zake. Kwa hiyo hatuna haja ya kumuingiza kwenye mambo kama haya. Swala la msingi tunarudi kwenye uhuru wa kutoa maoni. Sasa unapotaka kutoa maoni, ni kweli kuna sehemu za kutoa maoni yako. Kwa mfano swala hili la G55, ukumbuke ule waraka ameandikiwa katibu mkuu, sio waraka kwa umma. Kautoa hadharani. Sasa aulizwe katibu mkuu, imekuwaje waraka ukatoka hadharani? Sasa kwa sababu waraka aliandikiwa katibu mkuu, ofisi ya katibu mkuu, press ya kufafanua waraka. Press imeitwa baada ya waraka kuvuja hadharani. Sasa na baada ya watu kuanza kutukana, mmoja hapo ni Dedan mdogo wangu. Sasa moja kati ya vitu ambavyo alishawahi kuandika, unajua yeye si mwana demokrasia, si anaamini kwenye uhuru wa uhuru wa kutoa maoni. Sasa lakini mwisho wa siku ni moja kati ya watu ambao wanatuita njaa 15. Sasa unawezaje kumuita mtu njaa 15 ili hali wewe ni mwana demokrasia? Na ninazo tweet zake hapa nyingi tu sasa ambazo ameandika akiwa anatukana watu kwamba njaa. Kuna moja ameandika anasema litagi limoja wapo sasa ya manja 55. Sasa ni kijana ambaye yeye anajinasibu kwamba ni mwana demokrasia. Sasa kwa tunaposema kwamba kutoa maoni ni sehemu ya demokrasia, basi tuwe tunaishi. Sasa na sisi tumetoa ufafanuzi mkubwa juu ya hili. Sawa, na ulishauzungumza mwanzo. Tumalize, muda sio rafiki sana. Unafikiri mwenyekiti mstaafu anafurahishwa na hichi ambacho kinaendelea? Mimi siamini, kwa sababu mwenyekiti wetu mstaafu Mheshimiwa Freeman, ukienda kwenye kanuni za uendeshaji wa chama, kanuni ya 10.2, sasa ukienda kwenye kile kipengele cha 10 kinasema kiongozi nitasoma kwa haraka sana, dakika moja nisaidie hapo.